kwenye wilaya ya Kusini kuna matukio manne yameripotiwa ambayo yalikuwa yana lengo la kuvuruga zoezi la uandikishaji. Tukio la kwanza lilitokea tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2025 majira ya saa 4:30 asubuhi huko eneo la Jambiani Kibigija. Wanachama watatu wa ACT Wazalendo, chama cha ACT Wazalendo, walisimama kwenye njia kuu ya kuendea kwenye kituo hicho cha kuandikishia wapiga kura na kuwazuia watu wasiende kujiandikisha kwa madai kuwa watu hao wana asili ya Tanzania bara, na huku wakiwa wanajua kabisa kwamba hawana mamlaka ya kisheria ya kufanya zuio hilo, kwa sababu pale kulikuwa na wataalamu, kuna vitambulisho, kuna mashine ambazo zinaonyesha juu ya mwenye sifa na asiye na sifa. Kwa hiyo wao kama chama kwenda kuweka watu njiani, kwanza kukamata watu kwamba wewe huna sifa, una sifa, ilikuwa ni zoezi ambalo ni haramu, na kwa kweli ilikuwa linalenga tu kuharibu zoezi zima la uandikishaji wa wapiga kura. Kwa hiyo watu hao watatu wamekamatwa na jeshi la polisi, ambao ni Ramadhani Hassan Rajabu mwenye miaka 58, yeye ni Mshirazi, kazi yake ni mvuvi na anakaa Jambiani Mzuri. Wa pili anaitwa Mohamed Pandu Vai, yeye ana umri wa miaka 43, ni Mshirazi, kazi yake ni mvuvi na ni mkazi wa Jambiani Mzuri. Amiri, watatu ni Amiri Kishaji Amiri, yeye ana umri wa miaka 60, ni Mshirazi na ni fundi mwashi, kwa maana anafanya kazi ya kujenga majumba, ni mkazi wa Jambiani Mzuri. Watu wote hawa watatu kama nilivyotangulia kusema ni wanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Watuhumiwa wote hawa wamefikishwa kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya kuhojiwa katika kukamilisha upelelezi wa shauri ambalo linawakabili. Tukio la pili lililoripotiwa katika wilaya ya Kusini Unguja ni tukio la watu wasio na mamlaka kuwanyang'anya wananchi wengine vitambulisho ili wasiende kujiandikisha. Tukio hilo limetokea mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 3:30 asubuhi huko eneo la Nganani Makunduchi, katika eneo la uandikishwaji, kwenye kituo cha uandikishwaji. Wanachama wa ACT Wazalendo waliwakamata watu wawili na kuwanyang'anya vitambulisho vyao vya Mzanzibari, na watu hao walikimbia na vitambulisho hivyo, na jeshi la polisi linaendelea kuwatafuta kwa sababu wanafahamika na wamekimbia nje ya mkoa wetu wa Kusini Unguja, lakini jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia huko waliko ili waweze kukamatwa na kuhojiwa juu ya tukio hilo. Na watu walionyang'anywa vitambulisho ni bwana Emmanuel Kinyeja Sapili mwenye umri wa miaka 42, yeye ni mkazi wa Nganani Makunduchi, na mkewe anayeitwa Elizabeth Kulwa mwenye umri wa miaka 21. Kitendo cha kuwanyang'anya wananchi hawa wawili vitambulisho vyao maana yake inawanyima uhuru ama haki ya kwenda kuandikishwa kuwa wapiga kura, na ni swala ambalo unakuwa umewanyima haki yao ya kikatiba. Kama nilivyosema, jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia hao watu kwa sababu wanafahamika huko walikokimbilia. Tuwafuata huko tuwakamate ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Tukio la tatu ni la watu kuzuia watu wengine wasijiandikishe kwenye daftari la wapiga kura. Tukio hili limetokea tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 3:30 asubuhi huko Muyuni A. Mwanachama mmoja wa ACT Wazalendo aitwaye Hamisi Haji Juma mwenye miaka 56 kwa umri wake, ni Mshirazi na mkazi wa Muyuni A, bila mamlaka yoyote ya kisheria aliwazuia wafanyakazi wake kwamba
maadamu wanafanya kazi kwake wasiende kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, kitendo ambacho ni kuwanyima haki yao ya kikatiba. Wafanyakazi hao ni Emerson Arini Yinga mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Muyuni A, na mwenzake anaitwa Isaiah Wilbert Zinjiba ana miaka 37, yeye ni mkazi wa Muyuni A pia. Mtuhumiwa huyo ndiye mtaja ambaye ni Hamisi Haji Juma, amekamatwa na jeshi la polisi na kuhojiwa kutokana na kosa alilolitenda. Tukio la 4 ni kufanya fujo kwenye kituo cha kuandikisha wapiga kura. Tukio hili limetokea mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira saa 5:30 asubuhi huko katika kituo cha kuandikisha wapiga kura Tasani. Mwanachama wa ACT Wazalendo anayeitwa Ali Abdalla Mkwende alifanya vurugu kwenye kituo hicho kwa kutoa lugha za vitisho na kuwapiga picha watendaji kwa kutumia simu yake. Watendaji wa kituo hicho kwa maana ya polisi waliokuwepo pale wanalinda usalama pale na watumishi wengine wanaoendesha zoezi la kuandikisha pale. Kitendo ambacho kililenga kuvuruga zoezi, kinatengeneza taharuki isiyo na sababu na kuvuruga zoezi la uandikishaji. Hata hivyo, askari wetu waliokuwepo pale waliweza kumdhibiti mtu huyo na alipelekwa kituo cha polisi Makunduchi kwa ajili ya mahojiano na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Mwisho, tathmini yetu ya mwisho, hali ya usalama na ulinzi na usalama katika eneo la mkoa mzima wa Kusini Unguja kwa ujumla wake ilikuwa imeimarishwa, na tulipofikia saa 10 ya jioni leo hii tumehitimisha zoezi la uandikishaji katika mkoa wa Kusini Unguja. Na kama ambavyo tuliahidi mara ya kwanza, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vikosi vingine vya ulinzi na usalama lisimamia kwa uthabiti zoezi hili ili wananchi waweze kujiandikisha na kupata haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kuwachagua viongozi wetu, tukianza na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani, kama ambavyo litaratibiwa na tume za uchaguzi kwa maana ya tume huru ya uchaguzi pamoja na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.